Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inakipongeza Chama cha Mapinduzi pamoja na wadau wengine zikiwemo halmashauri mbalimbali na taasisi binafsi nchini kwa kuwa wadau muhimu katika kukuza na kuendeleza michezo na hasa kwa kujenga na kutunza miundombinu mbalimbali ya michezo, hususan viwanja vya michezo wa kipaumbele, mathalan mpira wa miguu, mpira wa netball, mpira wa kikapu na mpira wa wavu. Aidha, viwanja hivi ikiwemo kiwanja cha Mkokani vimekuwa vikitumika katika kuendesha ligi kuu na mashindano mengine mbalimbali nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iliwezesha upatikanaji wa viti 6500 vilivyotolewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam wakati ukifanyiwa ukarabati, ambapo vilikabidhiwa kwa uongozi wa CCM mkoa wa Tanga kwa ajili ya kufungwa katika uwanja wa Mkokwani. Kwa sasa uongozi wa CCM mkoa wa Tanga umekishapata mtaalamu wa kufunga viti hivyo na kazi inaendelea. Mheshimiwa Kasim, swala nyongeza. Shukran sana Mheshimiwa Naibu Spika, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, je, ni lini sasa serikali itaamua kuingia ubia na wadau mbalimbali wa michezo wenye viwanja mbalimbali ndani ya taifa hili ili kuweza kuviendeleza, kuviimarisha na kuviboresha viwanja hivyo ili kuondoa kero na adha ya viwanja mbalimbali nchini kufungiwa mara kwa mara? Swali langu la pili la nyongeza, je, ni lini sasa serikali itakuja na mpango mkakati wa kutosha ndani ya mkoa wa Tanga tuwe na uwanja mkubwa wa kisasa wa mpira, kwa sababu mpaka sasa hivi serikali haina uwanja wowote wa mpira mkubwa wa kisasa wenye kukidhi viwango na haja ndani ya mkoa wa Tanga, ukiacha kituo kilichokuwepo cha TFF katika kata ya Mnyanjani. Ni lini tuweze kupata majibu hayo? Shukran sana. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Amar, mbunge wa Tanga mjini, kwa maswali mazuri yenye kujenga, lakini hali kadhalika kwa kuendelea kuwasemea kwa sauti kubwa wananchi wa jiji la Tanga. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilishaanzisha mazungumzo na Chama cha Mapinduzi ambacho chenyewe ndo kimekuwa na viwanja vingi katika mikoa mbalimbali nchini ili kuona namna ambavyo tunaweza kuingia ubia kwa utaratibu unaokubalika kwa mujibu wa sheria ili serikali iweze kuvikarabati na kuviendesha viwanja hivi na wananchi wapenda michezo nchini wapate maeneo kwa ajili ya kufanya shughuli za michezo, iwe ni aidha kwa burudani, kwa kuweka afya zao sawa, ama kama ajira. Kwa hivyo mazungumzo haya hayajakufa, yanaendelea, na tutakapokuwa na taarifa ya nini kimefikiwa na utaratibu gani utatumika, tutakuja kwenye bunge lako tukufu Mheshimiwa Naibu Spika kuwafahamisha wananchi wa Tanzania. Kwenye swala la pili kuhusu uwanja wa kisasa mkoani Tanga, ni kweli serikali ya awamu ya 6 chini ya mwanamichezo namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafahamu haja na hamu ya wananchi wapenda michezo kote nchini kuona kunakuwa na ongezeko lakini na uboreshaji wa maeneo mbalimbali ya michezo nchini. Kwa hivyo hili jambo sio kwamba tumelifumbia macho. Kwa sasa serikali imejielekeza kwenye ujenzi wa miundombinu itakayotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON, ambapo tunajenga uwanja mpya wa kisasa jijini Arusha, tunafanya ukarabati mkubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini tunajenga uwanja wa Dodoma hali kadhalika na viwanja 15 vya mazoezi pamoja na uwanja wa Fumba kule Zanzibar. Tutakapomaliza azimio hili la kuhakikisha tuna miundombinu sawasawa kwa ajili ya kuhost AFCON, tutajielekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya michezo katika mikoa mbalimbali. Serikali hivi tunavyoongea imeshaanzisha mchakato wa uanzishaji wa taasisi mahususi kwa ajili ya ujenzi na usimamizi wa miundombinu ya michezo ambayo itaitwa SIMA, na ambayo hivi karibuni pengine itakuwa tayari kuanza kazi, na lengo lake ni kuhakikisha kila mkoa na kila halmashauri nchini inakuwa na miundombinu sahihi ya michezo kwa ajili ya wananchi wapenda michezo. Asante. Asante. Mheshimiwa Festo Sanga, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, kwa muda mrefu tumekuwa tukizungumzia swala la ujenzi wa arena, indoor arena kwenye nchi yetu, na mmekuwa mkisema michakato inaendelea. Imefikia hatua gani kwa ajili ya ujenzi wa arena ili kusaidia kazi za wasanii wetu? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Sanga kwa swali zuri.
Na ni kweli tumekuwa tukijibu kuhusiana na michakato inayoendelea kuhusiana na ujenzi wa arena, na ujenzi wa arena umetengewa fedha kwenye bajeti hii. Tunapata takriban shilingi bilioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa arena na ujenzi wa studio ya kisasa ya filamu. Fedha hizi zinatokana na mkopo wa masharti nafuu ambao umepatikana kwa benki ya Exim ya Korea, na mchakato wa ujenzi wa mwanzo wa ujenzi utaanza hivi karibuni. Kwa hivyo hili la arena tunalifanyia kazi na liko katika hatua za mwisho za kuanza utekelezaji wake. Asante. Mheshimiwa Rebecca Nsemwa, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, je, ni lini serikali itaona umuhimu wa kuiwezesha timu ya taifa ya mpira wa pete, kwani timu hii imekuwa ikifanya vibaya sana katika mashindano ya kimataifa, lakini pia imekuwa ikienda kushiriki katika mashindano haya ikiwa haijakaa kambi wala haina jezi zenye nembo ya bendera yetu ya taifa? Asante. Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Nimshukuru Mheshimiwa Rebecca kwa swali zuri. Serikali imekuwa ikigharimia mara kwa mara timu ya mpira wa pete, na kama anavyosema hatujawahi kuwa na matokeo mazuri sana katika miaka ya karibuni. Bado tunaendelea na juhudi mbalimbali za kuiwezesha timu hii, na kwa kadri ya upatikanaji wa fedha tunahakikisha ya kwamba timu hii inakaa kambi, inakuwa na vifaa vya kutosha na inaweza kusafiri na kuweza kuhudhuria mashindano mbalimbali kwa ajili ya kuiwakilisha nchi yetu. Bado tunafanya juhudi nyingi kuhakikisha uwezo na ubora wa timu hii unaimarika, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge ya kwamba tutaendelea kushirikiana na shirikisho la mpira wa pete ili kuhakikisha tunaimarisha timu hii. Asante sana. Mheshimiwa Yohana Msita, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, Naibu Spika. Kwa kuwa Tanzania atakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON, na kwa kuwa Tanzania utaratibu wetu ni kuwa na wachezaji wa kigeni 12 kwenye kila timu, sasa nitaka kujua nini mkakati wa serikali katika kuhakikisha wachezaji wazawa wanapewa nafasi ya kucheza muda mwingi ili kuimarisha timu yetu ya taifa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nimshukuru Mheshimiwa Msita kwa swali zuri. Ni kweli kumekuwa na ongezeko la wachezaji wa kigeni kwenye vilabu vyetu ambavyo vinacheza ligi kuu, lakini nimuhakikishie uwepo wa wachezaji hao wa kimataifa, moja ya mambo ambayo umekuja kufanya ni kuongeza viwango vya ushindani na kuongeza ubora wa wachezaji wetu wa ndani. Kama unaweza kuona kwenye timu zetu kubwa, wachezaji wa ndani ambao wameweza kuwa wana uwezo wa kupata namba na kuziwakilisha timu hizi wamekuwa wanatumika sana kwenye timu ya taifa, kwa vile viwango vyao vinakuwa vya kiushindani zaidi. Na uwepo wa wachezaji wa kimataifa vile vile umefanya timu zetu kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa ya vilabu barani Afrika, na hivyo umesaidia kukua kwa kiwango cha soka letu. Kwa hivyo kunazo juhudi mbalimbali ambazo tunaendelea kuzifanya, ikiwamo mpango wa kuanzisha ligi ya wachezaji wa ndani, lakini kuanzishwa kwa ligi ya muungano, lakini pia hali kadhalika mashindano tunaendelea kuimarisha mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA, lakini hali kadhalika timu zetu za vijana, ili kuhakikisha tuna wachezaji wa ndani ambao wana uwezo wa kushindana kuiwakilisha nchi yetu kwenye michezo ya kimataifa. Asante sana. Mheshimiwa Kafiti, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniruhusu kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, itakumbukwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2023 Wizara ya Utamaduni na Michezo mliomba eneo katika wilaya ya Ilemela, eneo la North Buswelu, kwa ajili ya kuanzisha kituo cha ufundishaji wa michezo. Mpaka sasa hakuna kitu kinachoendelea. Je, ni lini serikali itatimiza maombi yake juu ya eneo hilo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru.